Zoezi la kupiga kura kama lilivyokamilika na kuhesabu tayari na fomu za matokeo zimeshajazwa, ni wakati sasa wa mimi kutangaza matokeo. Natangaza matokeo kwa mujibu wa kanuni ya kwanza, kanuni ya ndogo ya 11, aya ndogo ya tatu. Natangaza matokeo kama ifuatavyo. Nafasi iliyokuwa inagombewa hapa ni nafasi ya mwenyekiti wa CWT mkoa wa Njombe. Idadi ya wajumbe waliohudhuria baraza hili la dharura ni wajumbe 25. Kura zilizopigwa ni kura 25. Kura halali ni kura 25. Hakuna kura iliyoharibika. Na matokeo ni kwamba ndugu Mkwama A. Betson amepata kura 2. Ndugu Nyingo J. Saidi amepata kura 11. Na ndugu Ngalioma Varian Guntram amepata kura 12. Kwa hiyo mshindi wa nafasi hii ni Ngalioma Varian Guntram ambaye amepata kura 12. Kwa hiyo kwa mamlaka niliyopewa, ninamtangaza ndugu Ngalioma Varian Guntram kuwa ndiye mshindi wa nafasi ya mwenyekiti wa CWT mkoa wa Njombe. Niwaahidi kwamba tutafanya ziara nyingi sana huko kwenu. Tunaomba tujitahidi sana kuwa na taarifa ambazo ziko current. Kwa maana hiyo tunaomba sana makatibu muende mkawe na taarifa viganjani, kwa sababu ni muda wote ule tunaweza tukafanya ziara huko kwenu. Lakini pia nitaomba sana taarifa zote za wilaya ziweze kufika kwa katibu kwa wakati, ili pale ambapo kama sisi mkoa tunahitaji kufanya, basi tuweze kufanya kwa uhakika. Nitawakilisha vizuri na imani hiyo, nitawakilisha vizuri sana sehemu yote ile ambapo kama mwenyekiti wa mkoa au kama mkoa tunahitaji kuwawakilisha. Nitawakilisha vizuri sana na nitakuja kuwapa majibu ambayo yako formal, sio majibu ya mtaani. Kwa maana hiyo ninategemea sana wenye viti wenzangu mtanipa ushirikiano mkubwa sana katika hili. Lakini ninaomba kama alivyosema mwenyekiti mwenzangu wa kundi, tufanye kazi katika chaguzi zetu za chama cha walimu. Tumekuwa na vitu fulani kwamba tuko pamoja, sio? Kwa hiyo tunajua upamoja huo ni wa namna gani. Kwa naomba sasa ule upamoja ambao tulikuwa tunausema, ambao ndio umehitimishwa leo, hebu sasa tuache tuje kwenye ule mshikamano na upamoja wa kweli, tuweze kufanya kazi kwa pamoja na kurejesha mkoa wetu kama ulivyokuwa huko nyuma. Jambo jingine, nipende kutoa shukrani zangu za dhati sana kwa Mheshimiwa Makamu wa Rais Makamu wa Rais wa Chama cha Walimu Tanzania, ambaye alikuwa mwenyekiti wa mkoa wetu wa Njombe, kwa namna alivyoweka misingi bora ya chama chetu cha walimu hasa katika mkoa wetu wa Njombe. Njombe imekuwa na wakilishi kila mkoa, kila wilaya kuna mwakilishi mkoani, na Njombe pekee ilikuwa haina mwakilishi mkoani. Kwa hiyo leo nashukuru kwamba na Njombe pia imekuwa na mwakilishi mkoani. Kwa hiyo kutokana na hilo basi na misingi aliyoweka, tutajitahidi kuhakikisha misingi hiyo inakaa hivyo, ili kuwa na mkoa ambao una balance, ili kuwa na mkoa ambao una mwendelezo bora na uwakilishi
wenye uwiano mzuri katika utendaji. Lakini zaidi sana naomba niwaombe sana, kila mmoja afanye kazi inayomhusu kwa mipaka. Naomba kila mmoja afanye kazi kwa mipaka, tusifanye kazi nje ya mipaka. Kama wewe ni mjumbe wa kamati ya uendeshaji, fanya kazi kwa mipaka yako. Kama wewe ni katibu wa chama cha walimu wilaya au mkoa, fanya kazi kwa mipaka yako. Na wenye viti tufanye kazi, na sisi ndio wasemaji. Naomba tujaribu kulibeba hilo, na tukienda huko tufanye kazi katika mwavuli huo, ili tuwe na usemaji ambao unafuata mkondo na tusivunjiane taratibu zingine. Na leo tumehitimisha zoezi hili ambalo lilikuwa gumu sana la uchaguzi. Kwangu mimi kama mtumishi, nichukue fursa hii kuwashukuru makatibu wa wilaya, wenye viti wangu wa wilaya, mjumbe wa kamati ya utendaji, kadri ambavyo mlikuwa mnaniasa na namna ya kuenenda. Nakumbuka kwenye mkoa mimi nina wiki ya 3 sasa, lakini hatimaye kwa wema wenu, weledi, tumehitimisha zoezi. Comrade mwenyekiti, naomba niongee haya, mimi ni katibu wa field, sio katibu wa ofisini. Kwa hiyo mtaniona sana kwenye hizo wilaya zenu, na wilayani mimi nikija siji kuonana na nyinyi viongozi. Moja kwa moja tutakwenda kwa wanachama, na mwongozo wangu mimi cha kipaumbele cha kwanza ni wanachama, cha pili ni wanachama, na cha tatu ni wanachama. Kwa kuwa tumechukua dhamana ya kuwasimamia walimu wenzetu kwa maslahi, mimi niombe, naamini mwenyekiti na kufahamu kidogo kwenye mbio, niombe wilaya zetu zote zitenge bajeti kubwa ya mafuta na vipuli. Najua tuko kwenye mkanda, lakini hilo lisizuie kuwatembelea wanachama wetu, kuwatia moyo na kuhakikisha kwamba tunatengeneza retention kwenye wilaya zile ambazo walimu wanahama. Mimi nimeuona mkoa huu ni mkoa wa fursa, kuna mazao mengi sana. Sasa tuwaambie walimu wetu wachape kazi, wachape na fursa hizi zilizopo. Nimekwenda Makete, a very beautiful land, weather iko vizuri. Nimekwenda Ludewa, nimeona. Kwa sisi tuna kazi ya kwenda kufanya awareness kwa walimu, kuhakikisha kwanza wanaupenda mkoa wetu, lakini pia wanapenda na mazingira ya kufundishia na kujifunzia. Baada ya kuyasema haya, mpokee salamu kutoka kwa katibu mkuu. Mimi nimekuja Njombe, sijaletwa na mtu, nimeletwa na ofisi ya katibu mkuu. Nitafanya kazi kwa kufuata miongozo, sheria, kanuni na taratibu ambazo tumezijiwekea, na ni imani yangu kwa namna ambavyo nimepata uzoefu kutoka halmashauri mbalimbali na majiji, tutafanya kazi vizuri kuhakikisha kwamba haki za walimu wetu zinatendeka na zionekane zinatendeka. Lakini jingine, tunaenda kwenye Mei Mosi, inaweza ikafanyikia hapa. Sisi ndio, ukisikia TUCTA ni chama cha walimu. Kwa hiyo niwaombe, let us show our giantness. Kama itafanyikia hapa, tuhakikishe, mjumbe wa kamati ya utendaji taifa, sisi wenyewe kama chama tusafirishe wanachama wa kutosha. Naamini hili liko kwenye uwezo wako. Kwa usije ukasubutu kwamba umeshindwa kaanza kuendeleza makundi, au wewe umeshindwa unashindwa sasa kutoa ushirikiano na mwenzako. Huo utakuwa ni ushamba wa uongozi. Kiongozi lazima ujue kushindwa na lazima ujue kushinda. Na uchaguzi ni technicality tu. Wote mnafaa, ila sasa ni technicality tu. Mimi sitakupongeza, umepewa mzigo mkubwa. Na jaribio la kwanza ni kwenye Mei Mosi. Na jaribio la kwanza tutoka tuone walimu wote kutoka kwenye
wilaya zote wametoka, wote wako pale wamejaa. Ni jaribio la kwanza ambao wewe hautaleta watu wako, ndio tunaanza kujua.